Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkwawa kilichopo manispaa ya Iringa kimefanya uvumbuzi wa aina yake kwa kubaini matumizi mbadala ya ulanzi kama chanzo cha nishati. Kupitia utafiti wa kina uliofanywa na wataalamu wa chuo hicho, ulanzi umechakatwa na kutoa bidhaa mbalimbali zenye faida ya kiuchumi na kimazingira, ikiwemo gesi safi ya kupikia na mbolea ya kimiminika. Dr. Jovin Emmanuel, mwadhili kutoka MUSE, amesema kuwa teknolojia hiyo inalenga kusaidia jamii kupunguza utengenezaji wa kuni na mkaa, huku pia ikiongeza thamani ya rasilimali za asili. Ameeleza kuwa mchakato huo utatoa fursa mpya kwa wananchi, hasa vijijini, kutumia ulanzi si tu kama kinywaji cha asili bali kama nyenzo ya maendeleo endelevu. Wananchi na wadau wa mazingira wamepongeza ubunifu huo, wakieleza kuwa ni hatua muhimu katika kuchochea matumizi ya nishati safi na kuhamasisha tafiti zenye tija kutoka taasisi za elimu ya juu. MUSE inaahidi kuendelea na utafiti huo na kushirikiana na sekta mbalimbali ili kuhakikisha teknolojia hiyo inawanufaisha Watanzania wengi zaidi. Sisi tumefanya utafiti kwenye ulanzi. Ulanzi unapatikana nyanda za juu kusini, Iringa, Mbeya, Njombe. Na ulanzi umekuwa ukitumika sana sana kama kinywaji, lakini ambacho hakina thamani. Na ulanzi ukivunwa, hapa sample hii ukivunwa unaharibika ndani ya muda mfupi. Sasa sisi tukaona tunaweza tukautumia kutengeneza bidhaa zenye thamani. Tumetengeneza nishati mbadala ambayo tunaita ni biofuel. Mpaka saa hizi tuna asilimia mpaka 90 inaweza kutumika kama mbadala wa mafuta ya taa kwenye kupika. Lakini kwenye asilimia 70 inayotokana na hii bidhaa ya ulanzi tumeweza kutengeneza preservative kwa ajili ya kutunzia specimen za kwenye maabara. Lakini kwenye asilimia 40 na kushuka sasa tunaweza kutengeneza kinywaji kama spirit, whisky, gin kwa ajili ya kinywaji cha kawaida kama pombe ambazo wanauza kwenye store. Lakini pia tumeweza kutransform ulanzi huo asilimia 70 kutengeneza bioplastic kwa ajili ya kutengeneza mifuko ambayo inatengeneza na material ambayo yanaweza kuharibiwa ili kureplace matumizi ya plastiki zinazotumika kwa sasa. Mbali na hapo tunaweza kutumia bidhaa hii kutengeneza sanitizer, kutengeneza air freshener. Na hii ni katika kuongeza thamani ya ulanzi, lakini kuongeza kipato kwa wananchi wanaolima hizi ulanzi. Mpaka hapo ndo tumefikia.